Karibu tena siku ya leo ambapo tunakwenda kupata somo lingine la mwendelezo wa somo linalosema mpinga Kristo yu mlangoni. Na leo tunaingia katika sehemu ya 6 ya hubiri hili. Kwa hiyo kama una nafasi, tunaweza tukapiga magoti tukamkaribisha Roho wa Mungu aweze kutuongoza katika somo la leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunaomba uwe nasi katika hubiri hili, tupatie akili za kufahamu na maneno ya kusema yapate kueleweka, ili watu wako tujiandae kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Tunaomba kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amin. Somo lililopita tuliangalia kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 kuanzia fungu la 11 hadi ile fungu la 15, ambapo tuliona kuna mnyama anatoka katika bahari, ambao tulipata ufafanuzi wake kwamba ni taifa la Marekani. Lakini pia tulisema kwamba Ufunuo 13 kuanzia fungu la kwanza hadi fungu la 10, hii inahusu utawala wa mpinga Kristo ambaye ni upapa, au dipapa. Kwa leo tunaendelea na ile sehemu ya mwisho ya kitabu cha Ufunuo sura ya 13 fungu la 15 hadi fungu la 18. Tuanze fungu la 15. Nasema, akapewa kutia pumzi katika sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye afanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa watumwa, na walio huru, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili, na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya binadamu, na hesabu yake ni 666. Kwa hiyo katika fungu hili tunaona kwamba bado taifa la Marekani anaelezewa kwamba atatia pumzi katika sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene. Tulijifunza kwamba sanamu ya mnyama, nabii wa Mungu alieleza kwamba ni mafundisho, ni muungano wa makanisa. Sasa haya makanisa yanapoungana, wanakuwa wanakubaliana na mafundisho watakayo kwenda kuwafundisha waumini wao, na yale mafundisho ambayo wanakuwa wanakinzana, yale wanayaweka pembeni, wanachukua yale ambayo ni matamu mazuri, yale ambayo hawayasoni vidole. Kwa sasa hii sanamu ya mnyama ni kwamba tayari imeshaandaliwa vizuri, makanisa yashaungana, bado tu kuweza kutolewa tamko na taifa la Marekani. Na taifa la Marekani litakapotamka kwamba sasa watu wote waabudu siku moja, hapo ndipo itakuwa sanamu ya mnyama imetangazwa rasmi. Ila sasa hivi inatenda kazi, lakini sio kwa lazima. Sasa nini maana ya kutia pumzi? Tusome kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu alivyomuumba mwanadamu, alifinyanga udongo kikawa kama kisanamu pale, lakini hakikuweza kufanya kazi yoyote, hakikuwa na ufahamu wowote. Pale ambapo Mungu alipopuliza pumzi, alipoipa uhai ile sanamu, ndio Adamu akaanza kujitambua. Kwa hiyo na sanamu ya mnyama anayekuja kuitia pumzi, yani kuiwezesha iweze kufanya kazi, iweze kufuatwa, ni taifa la Marekani. Kwa hiyo makubaliano ambayo upapa na
hawa Wakristo waliomwasi Mungu wa Protestant, taifa la Marekani, kwa kuwa wameungana na upapa, makubaliano yao ambayo wanataka yaweze kwenda dunia nzima, yatekelezwe na watu wote, anayekwenda kuyatia pumzi, yani kusaidia yatekelezeke ni taifa la Marekani. Kwa kutia pumzi maana ni Marekani atawezesha haya makubaliano ambayo wao wamekubaliana. Sanamu kunena, maana ya sanamu kunena ni kile kitendo cha yale makubaliano ambao wamekubaliana kati ya upapa na uprotestant uliomwasi Mungu. Makubaliano yale yatakapokuwa sasa yanafuatwa na watu kwa shuruti au kwa hiari, hapo ndipo sanamu ya mnyama itakuwa inanena. Wale ambao tumeona kwamba wale ambao wanakataa, wanaopinga haya mambo haya yaliyopo kwenye sanamu ya mnyama, hizi taratibu ambazo zimewekwa na haya makanisa ambayo yamemwasi Mungu, wanaopinga wataonekana kwamba hawa hawafai. Lakini pia katika sehemu hii tumeona kitu kinachoitwa chapa ya mnyama. Kuna sanamu ya mnyama, lakini pia kuna chapa nini? Chapa ya mnyama. Chapa ya mnyama ni nini? Chapa ya mnyama ni mamlaka au ni alama ambayo huyu mnyama papa, utawala wake umejiwekea ili kuwa kama alama yake, utambulisho wake. Na hii si nyingine, ni ibada ya Jumapili, ibada ya jua. Nisoma kitabu cha Catholic Encyclopedia, kitabu cha 4, ukurasa wa 153. Kuna maneno haya yaliyoandikwa, nasema: kanisa baada ya kubadilisha siku ya pumziko kutoka sabato ya Kiyahudi au siku ya saba ya juma kwenda siku ya kwanza, likaifanya amri ya tatu itamke kuwa Jumapili ni siku ya kuishika kitakatifu kama siku ya Bwana. Kwa hiyo wanasema kwamba walihamisha siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, yaani waliamuru watu au waliwashawishi watu kuabudu Jumapili badala ya kuabudu Jumamosi. Ndicho wanachomaanisha. Anasema tena katika kitabu kingine, anasema kanisa Katoliki lilihamisha uadhimishaji wa siku ya ibada kutoka siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma. Kanisa Katoliki liliona kuwa inafaa zaidi kuchagua siku hii badala ya Jumamosi ambayo ni siku ya ibada ya Wakristo. Hii inatoka kwenye This is Catholicism, ukurasa ya 1959 edition, imeandikwa na John Wells SSJ UK, ukurasa wa 325. Kwa unaposikia chapa au alama ya mnyama, ni siku ambayo upapa umeiweka, na Wakristo na wengine wanaojiita Wakristo wanamfuata nani? Wanafuata siku ambayo upapa umeanzisha badala nani? Badala ya Mungu. Kwa chapa ya mnyama ni siku ya kuabudu, siku ya Jumapili. Kwa hiyo mpaka sasa hakuna mtu ambaye tayari ana chapa ya mnyama, ila itakapotangazwa Marekani, ndipo itajulikana wenye chapa ya mnyama na ambao hawana chapa gani, na ambao wana chapa ya mnyama. Sasa hii chapa ya mnyama inapigwa katika kipaji cha uso, lakini pia inapigwa katika nini? Katika mkono. Hebu tuone shetani ameiga wapi? Ukisoma Waebrania 10:16, ili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria yangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. Kwa Ibrania hii inaeleza kwamba sheria inatiwa wapi? Moyoni, yani akilini. Inatiwa nini? Akilini, yani kwenye chapa, kwenye kipaji cha nini? Cha uso, ndipo sheria inatiwa. Mungu anasema atatia mioyoni, yani humu kwenye akili. Hebu tusome pia na kitabu
cha Mithali 7 fungu la 2 na la 3. Uzishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Zifunge katika vidole vyako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Kwa hiyo katika Mithali anasema kwamba sheria zinatiwa katika vidole, yani mikono hii hapa, lakini anasema kwamba aziweke katika vibao vya moyo wake, kwa aziweke akilini. Kwa hiyo Mungu yeye sheria zake zinakaa akilini, lakini ni lazima tuziishi, tuzitende. Kwa hiyo shetani naye akaiga, akamwiga Mungu, akasema sasa na mimi chapa yangu nitatia akilini umu kwenye ubongo, lakini pia nitafanyaje? Nitawashurutisha watu wazitende. Sasa anashurutishaje? Ndio Marekani itatia pumzi, italazimisha wakazi wa dunia kuweza kufuata taratibu ambazo kwa wakati huu wa amani wengine hawazitaki. Sasa kuna wakati watazitaka, watalazimika kuzitaka. Kwa sababu gani? Ya sheria ambazo zitawekwa na taifa la Marekani. Tumeona pia katika Ufunuo 13 kuanzia fungu la 16 hadi 18, tunaona kuna huyu mnyama ana jina lake, lakini pia na jina lake lina hesabu yake. Jina lake huyu mnyama anajiita Vicarious Firidei. Jina lake ndio linatengeneza hesabu yake. Jina lake tunaipata, wanajieleza wao wenyewe katika kitabu kinachoitwa Our Sunday Visitor. 1915 Aprili, wanaeleza kwamba kwenye kofia papa kuna maneno yanasema Vicarious Firidei, ambayo maana yake ni mwakilishi wa mwana wa Mungu duniani, ambayo mahesabu yake ukiyapiga inakuja 666. Yaani ukichukua thamani ya hizi herufi ukizijumlisha zote unapata 666. Kwa hiyo ndio hesabu ya jina lake. Kwa hiyo katika kipindi hicho ambacho kipo mbele yetu, wakazi wa dunia ambao watakubaliana na taratibu hizi ambazo zitaletwa na shetani kupitia papa, alafu na wakimtumia Marekani, watalazimika wawe na vitu vikubwa vitatu, ni vinne. Jambo la kwanza, watatakiwa wawe na chapa, yani wakubali amri ya kuabudu siku ya Jumapili. Jambo la pili, watatakiwa wakubali kitu kinacho jina. Waitwa nini? Wakubali jina. Jina gani? Jina la mnyama. Jina gani? Vicarious Firidei. Kwa nini sasa? Maana yake ni nini? Hii jina ni inaonyesha hali ya utawala, ya ufalme, kujiinua juu ya nani? Juu ya Mungu. Kitendo cha kuitwa kwamba yeye ni mwakilishi wa mwana wa Mungu, sehemu zingine anasema kwamba yeye ndiye Mungu mwenyewe. Hiyo ni hali ya kujiinua juu ya nani? Juu ya Mungu. Kwa wakazi wa dunia na wao watatakiwa na wao wajiinue, wawe kama nani? Wawe kama Mungu, yani wawe na tamaa kama ya huyu bosi wao ambaye ni nani? Ni papa. Kwa na wao watatakiwa wawe na sifa ya jina. Jina gani? La huyu anayejiinua juu ya nani? Juu ya Mungu. Lakini pia jambo lingine, watatakiwa wawe na hesabu. Hesabu gani? Wakubali kupokea 666. Lakini pia tuliona kwamba ni lazima wakubali sanamu ya mnyama. Wakikataa, tuliona kwamba Marekani atatangaza kwamba itawalazimu wafanyaje? Wauawe. Ufunuo 14 fungu la 9 hadi 12 inatoa onyo kali kwa wote ambao watakubaliana na hivi vitu vikubwa vinne. Watakunywa katika ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Kabla ya kufika huko, inatakiwa tumlilie Mungu atusaidie tuweze kuwa watu wa maombi ya mara kwa mara, tukimlilia Yesu atusaidie kuweza kuepukana na haya mambo yaliyo mbele yetu. Somo lijalo tutajifunza muhuri wa Mungu. Shetani akiwa anapiga watu muhuri wake, Mungu naye atakuwa anapiga watu muhuri wake. Kwa hiyo basi, karibu katika somo lijalo. Kama una nafasi, tupige magoti tuweze kuomba. Baba, tunakushukuru kwa kuwa umetuongoza, tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo tunaomba. Amen.